Je, ufanyeje ukiumia ili maumivu yaweze kuondoka ndani ya moyo wako? Cha kwanza na cha muhimu ni kwamba kubali ya kwamba hauko sawa. Kubali ya kwamba moyo wako umeumia. Yaani kutokukubali ni kosa lingine. Lakini ukikubali ya kwamba tayari nina maumivu na siko sawa, tayari utaanza kutafuta msaada. Utakuwa na kiu ndani yako ya kutafuta msaada uweze kupona. Lakini jambo la pili, samehe wale wote ambao wamekuumiza. Kusamehe wengine si kwa sababu unawasamehe wengine si kwa sababu wametenda haki, au kuwasamehe wengine hakufanyi makosa waliokufanyia yawe halali, hakuhalalishi makosa yao. Bado wanabaki kuwa wenye makosa, lakini hilo ni la kwao na Mungu. Lakini wewe unawasamehe kwa faida yako kwanza. Unawasamehe kwa sababu unaangalia kwanza kuponya moyo wako. Swala la kusamehe hapa linahitaji kuwa mbinafsi. Unaposamehe wengine au wasamehe kwa ajili yao, unatakiwa uwasamehe kwa ajili yako, kwa sababu unalenga kupunguza mzigo ndani ya moyo wako. Unalenga kuondoa mzigo au uchungu ndani ya moyo wako. Kwa hiyo unamsamehe aliyekuumiza si kwa sababu amekuonea, si kwa sababu ametenda haki, si kwa sababu wewe ndio umemkwaza, lakini kwa sababu unatafuta amani ya moyo. Na hapa kwenye kusamehe sio lazima kusahau. Mara kadhaa nimekuwa nikisema kusamehe si kusahau. Kwa hiyo anaweza akawa amekuumiza lakini bado ukawa na kumbukumbu. Anaweza ukamsamehe lakini bado ukawa na kumbukumbu. Cha muhimu unatafuta amani ndani ya moyo wako. Lakini cha tatu na cha muhimu ni kumuomba Mungu mara kwa mara. Unaingia kwenye maombi ya kumuomba Mungu mara kwa mara. Ukiwa kazini unaweza ukaomba, hata ukiwa unatembea unaweza ukaomba, ukiwa unafanya shughuli zako unaweza ukaomba. Na unamuomba nini Mungu? Unamwambia Mungu, nimeumia, naomba uponye moyo wangu. Na unapoomba kwa Mungu, hakikisha unamuelezea Mungu ukweli ulioko ndani ya moyo wako. Hakikisha unamuelezea Mungu vile unavyojisikia kutoka ndani ya moyo wako. Mwambie Mungu, nimeumizwa, naomba uniponye. Mungu, kwa nini fulani ameniumiza? Ukiweza kumhoji Mungu maswali, muhoji maswali, zungumza naye. Na utakuwa ni mchakato wa kupona, lakini kadri unavyoomba, maombi yatahangaika kukubadilisha wewe kwanza kabla ya kubadilisha mazingira unayoyapitia. Lakini cha nne na cha muhimu ni kwamba usisahau kutafuta msaada wa kijamii. Tafuta kiongozi wa kiroho wa kuzungumza naye. Wakati mwingine Mungu atakusemesha kazungumze na fulani. Na hapa mtu wa kuzungumza naye unatakiwa uhakikishe unapata mtu ambaye hata kuhukumu kwa yale ambayo uliyapitia, hata kuuliza kwa nini. Mtu ambaye atakusikiliza kwa uaminifu bila kukuhoji, bila kukuhukumu, bila kukulaumu. Mtu ambaye atakubali kukupa sikio, kukupa mwili wake, kukupa na akili yake, ili kusudi uweze kupata mahali pa kupumulia. Lakini kama ukiweza kulia, lia. Kama unajua ndio njia ambayo maumivu yataondoka. Kama ukiweza kuonana na mtu ambaye amekuumiza ili uweze kupona, tafuta namna ya kuonana naye ili uweze kupona. Cha muhimu ni kwamba tazama hali yako wewe, tazama wewe mwenyewe. Kwanza unahitaji msaada. Kwa hiyo tafuta namna yoyote ambayo utapata msaada.